Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi wa kipindi cha Iko Wapi Zamani, karibuni katika kipindi chetu cha leo. Ikiwa leo tunazungumzia hapa kuhusu historia ya mpira wa Mombasa, na ikiwa leo tuko naye Abdallah Mansur Said ambaye ni maarufu sana mjini Mombasa, wengi waliocheza mpira wanamjua, na leo amejiandaa na yeye atupe kidogo historia ya mpira alivyopitia yeye katika mji wa Mombasa katika timu ya Congo Boys. Na Abdallah atajieleza mwenyewe zaidi jina lake, alikozaliwa na kuinukia kwake katika mpira katika umri mdogo kabisa. Abdallah bwana, karibu bwana katika kipindi chetu. Asante. Sawa, jina langu ni Abdallah Mansur Said. Saudi. Jina langu ni Abdallah Mansur Said. Mimi ni mzaliwa wa Sargoi, na kukulia kwangu sana kimpira nimekulia sehemu inaitwa Shamba Jafar. Shamba Jafar iko karibu na makaburini pale, kaburi ya Sargoi pale. Ndio nilianza kukulia mambo ya mpira na vijana, na tukafungua timu yetu. Mimi mwenyewe nilifungua timu yangu hasa inaitwa West German, na tulikuwa na watoto wa mtaani pale, tulikuwa na bidii ya kimpira na nini, mpaka tukenda tukawa na klabu yetu pale Sargoi inaitwa Cobra, Black Cobra. Hapo ndo tukakulia mpaka tukenda mpaka tukakuliwa Congo Boys. Na mimi Congo Boys walinichukua miaka ya 77. Nikicheza 77 Congo Boys walikuwa hapo, bado mimi bado mdogo, lakini ilikuwa mpira ni improve. Nilipokuwa mdogo ilikuwa mpira wangu uko juu. Tukafikia mpaka tukacheza Congo Boys pale. Lakini Congo Boys kucheza hivi uwezi. Kwa kama bado mpira wako uko chini, ni ngumu sana kupata namba au nini. Hata kwenye practice pia. Ikiwa kama hujui mpira Congo Boys practice pia ucheze. Si kama sasa wewe watu wacheza ingia waruka. Na wakati huo mlikuwa katika hiyo generation yako, kina nani wengine unaweza ukawakumbuka mlikuwa pamoja? Kwenye Cobra sana ilikuwa pale mtaani, kuna Bahakama, kuna Magogo, kuna Awadhi, Chali. Kuna goalkeeper aitwa nani, jina kidogo limtoka, kisha kwa marehemu sasa hivi, Mechu. Mtimba alicheza nini au Mtimba yeye sana ilipokuwa inkuja Kitete ndio akachezea Kitete. Mtimba na basi marehemu Abasi pia sana alicheza Cobra. Na Shehe Mwinyi. Nakumbuka attend zile ligi za pale Bomani zilikuwa kali sana, kila mtaa ukileta timu yake. Cobra na nyinyi mkenda kama Cobra mpaka tukachukua kombe aswa. Nilichukua kombe pale. Kwa tuliofunga nani wale Unita ambayo ni mix ya Wananyuki, Kaloleni na Wananyuki Tononoka. Ndio. Kwa hivyo mpira ulikuwa zamani ulikuwa na kasi kubwa sana na vijana kujitolea. Ndio. Na ile ghera ilikuweko. Maana ilikuwa hakuna lipo pesa kabisa. Wala hakuna pesa. Kwa maana hata mtu akimaliza mpira kuna well play mazee, soda zile basi. Sasa nyingine hata soda wewe. Nacheza pale nyinyi kila mtu basi. Maana kwa furaha wewe kucheza mpira. Ile hobby unaitaka basi ndio ile ambao mpira upende ndio utashine kabisa. Si mpira wa kutukuliwa na kulazimishwa. Kisha mlikuwa mkifanya mazoezi vipi Abdallah? Mkifanya extra nafikiri au ni hali ya jioni peke yake? Tukiwa tuna extra practice. Practice usubuhi, kutoka usubuhi pale, alafu sana tungi kwenda baharini, tunaoga, kutoka pale saa 10:30 tuko ground. Hakuna mambo ya mauraibu hakuna. Watu wako physical kabisa. Hakuna mtu mtu kuvuta sigara au nini. Kwa kitu kimoja, na tukimaliza mpira na nini, tukimaliza kwa mfano swala ya Isha, kuna maskani yetu kwa kaa kuzungumza kidogo pale mpaka saa 3, saa 3:30 kila mtu. Discipline ya hali ya juu yani. Maana yake tuko well organized. Kwa kisha tupendana.
Ndana watu. Iko ile kuguana ile ya kimtaa ile, lakini sio na hata mukacheza mechi na timu ya mtaa mwingine mwakanyagana nini, lakini mapendana, hakuna chuki. Kisha tena uzuri wenyewe, hata kama tutacheza za mtaa watu wajaa vijana fulani waja pale, maana watu iga sisi. Yes. Mimi nataka niwe kama mtu fulani, kama hivi sasa hii watu wakwambia mimi nataka niwe fulani. Unaona, kwa maana ghera na wenye kujitolea kusimamia nao pia kivyao wajitolea kusimamia kabisa. Na jambo likapotea ghafla, mara viwanda hakuna sasa. Wajua tena matatizo juu ya matatizo mengi, mpaka mtu ana vipi yani mpira gani kabisa. Hata jamaa waangalia Premier League ya sasa ya Kenya, ukiangalia waangalia tu, lakini si kama vile, si kama ilivyokuwa mpira ya kizamani. Hata ile Super League ya zamani ile ilikuwa pia ni nzuri. Kulikuwa na Mwenge hawa Champions na timu ya Congo Boys. Sasa hebu tueleze ile kitu gani kilikufurahisha zaidi kwa hii Congo Boys, ile organization yao au mechi wanavyocheza ama nini? Kwanza wale officials the administration ilikuwa nzuri, sio umekosea ukakutana au nini. Unaona, walikuwa wakupa nguvu. Saona bana, well played nini sife moyo. Na sisi wenyewe wachezaji tulikuwa tuwaja mazoezini pale, hatuna kocha mkubwa. Sema timu mko tu leo bana, wewe endesha timu leo, atatoa mazoezi yake pale na watu wote wamsikiza kabisa. Bana leo wewe kocha bana, amneyo maana kwa ni kitu furaha baina yenu, yani kuna kitu kimewafunganisha pamoja kabisa. Maana kitu ambacho sasa vigumu kupatikana sasa hii, chuki nyingi, wachezaji wapendani, mara kuna official ana maplayer wake atakawacheze nini. Sasa hiyo pia haifai, haifai kabisa. Haifai. Taka wale maofficial ndio watakaowe na kitu kimoja na wale maplayer watafuata. Alafu nimeona kitu cha zamani ambacho hakuna, ni kwamba ile nyinyi mfanya mazoezi maona na maofficial au masupporter wako nje wamekuja kuangalia, wakupa nguvu, maana nguvu wacheza maona. Yes, maana wengine wakumbuka bwana, tukicheza mpaka giza lishaingia, lakini raha ile bodi nataka niendelee. Kisha tena ile giza likiingia shamaliza mpira yenyewe tuweza kawa kama sisi Congo Boys kuona ground yetu ndogo kule pale Serani. Imaliza ile practice ya mpira na nini, yenyewe kocha kama kuna game moja itakuwa ngumu baada ya 1 week na nini, atatuita pale chini sasa tuongeze extra practice. Yes, kama speed movement zile nini ile, maana yake yatia morali vizuri. Maana wewe mwenyewe una nguvu, una mambo ya uraibu, unaenda nyumbani lala mapema. Yes, unakuwa maana yake una hamu na ile mpira ile. Alikuwa na mzee wetu, tumkumbuke maskini mzee Chapo. Hakosi bwana. Mzee manake tangu udogoni mwake mpaka kwa mazoezi tu yeye yuko mpirani kila siku. Chapo alikuwa miaka mikubwa, lakini mpaka miaka ile akawa bado acheza yeye. Alikuwa mpaka wapita wale wengine wale askari wa Mbaraki pale muonea wivu pale, wakaona mzee. Maana ile tukipiga ndiki watu wachaguana huku yeye hachaguliwi na mtu. Basi sasa yafuatia boli yapatapo sasa. Ukimlaumu akwambia kwani wewe unachagua mimi wewe? Iko nipi ile? Bwana. Kwa hiyo bwana, mpira ulikuwa na hadhi nzuri sana Mombasa, na timu zilikuwa nzuri, wachezaji wazuri wametokea katika Mombasa. Kwa hivyo ni jambo ambalo twalihimiza kwa vijana wanaokuja sasa wajaribu kuiga watu wa zamani walikuwa wakifanya mambo gani mazuri na wao wafanye. Starehe nyingi wawache vijana. Watu wamecheza miaka mingi, watu wamecheza mpaka siku wa hangi viatu wewe, basi watu wametosheka na wewe. Kuna kitu kimoja mimi nataka kuongezea kuhusu wachezaji wale wa miaka yetu na kabla miaka yetu kama bado wako hai. Wajaribu kuhimiza vijana au waje hata kwenye viwanja, wajaribu kuwapa lecture,
wale maplayer, sisi tulikuwa hivi, sisi tulikuwa hivi. Ndio. Wale watakuwa na nguvu pia, wale maplayer wa sasa. Kweli. Unajua sasa hivi wengine waweza kwenda kuangalia kama timu kama Congo Boys. Utaona si kama vile zamani ile supporter. Ndio. Lakini urongo wale Congo Boys ndio sasa na supporter wako na wa support na wajaribu kuhimiza. Urongo itakuwa ile unity iko. Ndio. Shona. Naam. Kama zamani hiyo ilikuwa iko sana upande wa majengo. Ile vilabu vyao. Ndio. Lakini sasa hii pia nao ukisikia hizo timu ziko kama Burnley au nane, naam, utacheka. Hakuna siku hizi ile. Maana sasa wale wachezaji wale kama mimi na wengineo walikuwa wako pale wawahimiza wale vijana. Urongo watakuwa na nguvu. Watapata morali. Na mkiwasifu wakiwa wanacheza vizuri. Well played dad huyu. Sasa ni Sharemu basi alikuwa akitupa morali pale nje. Sasa takuja pale kwenye ground. Ndiki tata. Jamaa kesho pia siku na asantum. Hiyo pia yahimiza. Yatia hima vizuri. Wallahi mmespend muda mzuri mwingi, mmecheza, mmeonyesha discipline. Kwa hivyo ni watoto sasa na wao waige. Wacheni kuangalia Premier League za Uingereza. Nyinyi na Premier League za Uingereza ni vitu mbalimbali. Kwa kuigwa viko hapa bado. Chukueni advice kutoka kwa wachezaji wa zamani. Watu wamepitia mambo mengi. Watu uraibu. Mimi mwenyewe sijui mambo ya sigara wala nini. Na umri wangu uliofika, kuna wengine wako hawako, wengine umri kama huo. Mtu atakutembea hawezi. Kweli kabisa. Sisi twenda si watu kama vile zamani, lakini ukija ukiniona utajua huu zamani kweli anacheza mpira huo. Ile control yake, pasi yake, ndio. Busara yake ya football iko sahihi. Wallahi hayo ndio mambo ya kuja kuigwa na vijana wetu. Na sisi bana tukaja na hii idea kwamba pia ile historia yetu yapotea. Kwa sababu mimi na wewe tushawahi kusikia watu kama waliotutangulia wakitueleza historia zao. Sasa na kujiuliza ni je, hawa vizazi vyetu sisi hawa wansikia nini? Hakuna kitu. Kwa hivyo tukiwaata hivi baada ya muda watambania hamjui mpira, hamuna historia ya mpira, wazee wenu hawako katika mpira. Lakini ndio tutajaribu tukaunda hii group iko wapi zamani, ili tuandike historia na vitabu viandikwe, watoto sasa waje wasome kabisa. Wengine watakuwa na connection sasa na wao kutaka kurudi kama ilivyokuwa zamani. Kwa hivyo bwana, mwito wako Abdalla au kuhimiza kwako kuhusu hii group iendelee, waona vipi yani? Kwanza mimi nitalaumu kwanza. Ndio. Nitalaumu watu wale kama mimi na wale kabla mimi. Kuwa hawakuwa na ile umoja kama uliokuwa zamani ya kuwashika watu au vijana wakawapa advice. Ndio. Wakaambia jamaa, hisi tulikuwa hivi na hivi na hivi, ni football na nini. Unaona? Ndio. Maana sengine unaweza kwenda wewe mtaani ukamwona kijana mzuri. Mimi paka leo hii mimi na tabia hii, mkimwona kijana mzuri ambaye mbona uchezi boli, wewe height yako nzuri, body yako nzuri, cheza boli. Maana mimi naimiza watu wengi ndani pale Congo Boys, ndani mkajiunge. Wape upande, mimi napenda sana sengine upande wa wananyuki. Vijana wao ikifika jioni kwenda ground. Wako ground pale kukaa maskani watu sigara. Sasa wale wakiwa wataanza wale vijana vidogo kwenda kwenye ground pale, wale ogati pia wiko siku atakwenda, wakenda pale atakuwa ataruka pale, msiwafukuze. Waache pale, wataingia watawaacha yale madudu, watawapa na advice kabisa, wataacha. Sasa mimi napenda kuambia watu hawa wa zamani hawa wajaribu, wasiseme basi shateza mpira mimi jaribu, hata kama wewe hutafika ground, lakini ukimwona mtu huyu mzuri muhimize. Huyo bwana, jambo zuri, nukta nzuri sana hiyo, muhimu sana. Usijaribie life yako, ujana ni moshi kabisa. Watu tumpita yote hayo. Wallahi mzuri, advice nzuri sana Abdalla, na wallahi nakushukuru kwa muda wako na ni fikra nzuri ambazo tunajaribu kuzileta katika mtu kama watu wapate wakumbuka siku zile. Kumbuka, naam. Siku ile mimi ninafungiwa.
Wewe ulikuwa goalkeeper. Ukapigwa 9 na Ramogi. Mara zile kisha mimi nikaondoka. Ukasema mambo vipi ufungwa 9? Lakini Abdalla, ukiangalia ile mechi bwana, si kwamba ati tulikuwa weak. List yetu ilikuwa very good. Sasa ni Nyiro yuko. Mimi naweza kutajia list mpaka leo. Salah Masiga alikuwa. Na mimi Swala nilimwambia siku tuko kwenye practice, nikamwambia coach nangu. Nikamwambia bwana hii game siende bwana. Nakumbuka ulizuia tusendeni hii game jamaa. Akasema hii bwana Disemba wale watakuja wanlewa tutawafunga. Wale lekwa zokao wanji makini kweli. Sisi sasa Swala kwa source ya kama jengo na wao. Wale watakuja watakuwa washaupiga. Tutawafunga. Nikamwambia haya. Muombe wako physical. Siku zile bwana mimi nilikuwa goalkeeper. Swale Kizito 2, Ayode 3. Ndio. 4 akawa 8. Abu Golo nafikiri. Alitangana 5. 6 nangu, 7 ni wewe nafikiri. Mimi sikucheza, mimi nafungiwa. Nilifungiwa mimi. Okay. Nilikuwa kwa Faisal jamaa akakataa. Hiyo kesi ya kufungiwa pia ninayo nitaileta. Lakini 7 akawa labda msaletia sijui nani 7. Omar 8. Kisa Salama Siga. 10 Musa akakatwa mguu Musa. Yule wa Baobab. Baobab. Na mmoja akapiga nani siku zile. Nyiro, Hassan Nyiro. Listi nzuri kama hiyo na tukapigwa 9. Lakini kuja katika kesi yako ni kesi ambayo mimi baada ya ile kufanya meeting club sana. Mimi siku ile ndio niliacha Congo Boys nikatoka. Na sikutoka peke yangu. Hassan Oshani pia akasema resign. Usinihesabu. Sababu gani? Asema amkuwa fair. Hakukuwa na fairness. Kwa sababu ya transfer moja ilikubaliwa na ya Abdalla ikakataliwa. Kwa nini? Wankubalia nani? Wankubalia Khalid Doran akwenda Faisal. Huyu Abdalla atakaniwa aende Faisal. Kwa nini mwaipinga? Hassan Oshani alionyesha ubinadamu wa kweli. Akasema ile kwenda kule akafanikiwa nani? Doran. Khalid alifanikiwa lakini kwako wewe walikupotezea nafasi sana. Wewe ulikuwa uende ukashaini Faisal. Pia mimi nitasema nafanikiwa vipi? Aliponifungia mimi nikamwambia basi simunifungia. Mimi nitatengeza kibanda hapa. Ukatengeza kioski. Sasa ile kioski pale na kuna Saleh Komoro marehemu. Mkawin vizuri sana. Ikawa sasa pia Swale akawa na idea ya ile mitumba yale. From Nairobi alikuwa kule walipozaliwa Swale. Ndio. Sasa ikawa vile mara Swale akaanza mambo yake yale nini katete. Kaambia Swale basi wewe chukua hichi kibanda hichi cha Congo Boys huko mimi natie mitumba. Sasa yale alinifanikiwa. Uliendelea kibiashara mashallah. Lakini kimpira pengine Abdalla ungefika mbali kwa sababu wale Faisal walisema sisi tumpenda Abdalla. Basi jamaa sijui akafanya neno gani, huyu Henry na akenda tukamfukuza hapa na nini. Siasa nyingi iliingia wakati ule. Lakini wala kulli hali ndio pia mimi nilichezea. Mwenge? Walimchukua tukacheza 1984 FC Leopards. Kuna mtu wao aitwa Andebesa, yeye alikuwa wakili. Ndio. Aliniona Adembesa natoka practice pale Ethiopia Bar. Ndio. Alisamshia Benz rangi nyeusi. Akasema nafanya nini? Anga kijana ingia ndani ya Benz. Kaingia. Wajua siku zile kwa siwaoga sasa. Kaingia. Kwenda akanipa ofisi yake. Ndio. Anambia bana sikia kijana bana nataka kwenda FC Leopards. Nairobi. Mimi nitakuandikia barua, utakwenda utaonesha, utaanza practice. Ndio. Lakini na wajua tena mambo ya Kiswahili ya Mombasa. Sasa kule marehemu madha yuko, kamueleza mimi bwana mimi nitaenda Nairobi. Wewe ushazoeleka hapa. Usijui kule utarini sirini. Na kitambo kabla hapo ilikuwa 1979. Ndugu yangu mmoja aitwa Nasir marehemu namkumbuka kumita Bruce Lee. Bruce Lee mimi. Yeye aitwa baba. Rahimahullah. Namkumbuka. Sasa yeye akashikwa na ugonjwa wa kuratumbo. Ikabidi lazima apelekwe National Hospital Nairobi. Mimi katika na ndugu zangu siku. Mimi au tuko kwa sister kule kwa Sli mlango mkubwa Nairobi Pumwani kule. Kwenda kule kuna club moja
Kenda kufanya mazoezi. Wakaniambia wewe bwana tufuate. Wewe bwana urejee Mombasa. Mpira huu? Wewe. Jamani, wacha niwaambie, Abdalla alikuwa ni striker, yani ni mchezaji mzuri sana wa Congo Boys. Mchezaji wa kuaminika kabisa. Bwana wewe hapo nafikiri niko katika primary school tamaliza. Akaniambia bwana wewe secondary kuingiza school ya technical. Ndio. School somea sisi tutakulipia. Tucheze mpira hapa. Kenda kumwambia mother chana naye. Kwa hivyo bwana, kama tunavyosema, yani Mombasa ilikuwa wachezaji wengi walikuwa wana fit sehemu mbalimbali kuchezea timu nyinginezo, lakini alhamdulillah tumshukuru Mungu kwa yale tuliyopitia. Na tuwakumbuke pia waliokuwa nao Marem Dalo. Nafikiri amechangia sana pia katika kuhimiza katika antimiza mpaka kwa kocha wetu. Ndio. Tena alikuwa akikuhimiza akwambia usingoje mazoezi ya saa 10. Amka asubuhi. Na ukienda uwanjani utampata asubuhi pale. Yeye asema nini? Si asubuhi watu wamelala, wewe amka. Ndio vile serious sasa vile alfajiri. Swala alikuwa mimi kitiatizi pale goalkeeper. Anaambia usiogope jina la mtu. Wewe unajua Mahmoud Abbas alifungwa na kwa pua na Chege uma mpira ulipiga pua ukaingia kabisa. Vipi? Anaambia alikuwa ogopa jina yeye. Akisikia Chege basi ulipiga pua ndani. Wakati wangu pia mimi nimecheza na maplayer wakubwa sana. Yes. Kama vile ile Mwenge. Na kuna Philip Tole, na Babi Ali. Ndio. Wachezaji manake Adolf Richard alipokuja alikuwa kocha wetu, akacheza naye Adolf Richard. Nakumbuka kwa game moja tukicheza kwa Victoria amfungua Malindi tournament. Tukacheza friendly match na Simba ya Tanzania. Tena hapo Simba washachukua kombe la East Africa lile. Tukicheza nao. Tena tukaenda na draw. Ile Congo Boys ya wakati huo kwanza mlikuwa kimo chenu kimoja. Kisha alafu zile gonga wewe hutaki ule mpira umalizike. Hapa napenda kidogo kuangazia mechi moja muhimu sana ambayo mzee wangu Mwinyi Ganuga amezungumza, kisha akauliza swali, yoyote mwenye ushahidi ajitokeze. Mechi baina ya Congo Boys na Congo Air. Hiyo mechi ni ya zamani sana. Mimi hata sijaanza kucheza, mdogo natoka skuli, lakini hiyo mechi naikumbuka vizuri sana. Hiyo mechi ilikwenda 1-1. Kwa sababu Ganuga asema either 1-1 au bila. Lakini mimi naomba ni 1-1, na sababu ya kusema 1-1 ni kwamba Congo Boys walianza kupata bao. Walipopata bao wakawa sasa ile kusherehekea lile bao wana waste time. Washangilia. Referee Saidi Makapu yuko katikati, angojea Congo Boys waje hawaji. Wale Congo Air wako tayari. Makapu akapiga firimbi, Congo Air anzeni boli. Sasa Congo Boys wakarudi mbio mpaka kwenye goli, wote wakaenda kajitia kwenye goli. Ile bao halikufungwa wakati ule, lakini baadaye wakaja wakalikomboa ikawa 1-1. Kwa hivyo huu ndio ushahidi wangu kwamba ile mechi ilikwenda 1-1, wakiwa baadhi ya wachezaji upande wa Congo Air kulikuwa na kina Madegwa hao, kitajwa majina tukiasikia, huyu Ganuga akicheza. Congo Boys kulikuwa na Hassan Oshan maana yake alikuwa center half nayo makitaifa naye, kina coach Dalo, kina Aste. Kwa hivyo bwana, huu ni ukumbusho pia kwa timu hizi mbili, Congo Air na Congo Boys. Na Abdalla, tumalizie kipindi chetu kwa mawaidha yako kwa vijana sasa, wawe na bidii na juhudi. Mimi mawaidha yangu kwa vijana, wasisitiza wasivunjike nguvu. Hata kama kwa mfano unajua sasa hii kuna siasa nyingi katika football. Ndio. Si kama kitambo, na napendelea maofficial wa hizi vilabu usijaribu kusema mimi na player wangu, mtu kwa talent yake. Mweke mtu namba ikiwa kama kweli wewe ni administration nzuri, utajua huyu kama kweli mcheza mpira huyu, utajua huyu mchezaji mimi kumweka namba fulani itamfit kwake. Jaribu kuwaweka katika watu katika namba zao na muwape nguvu, na hakuna mambo ya siasa. Kuto ni siasa.
football ni kitu cha furaha na ni mchezo. Siasa ni kama poison ikiingia kabisa. Inaua. Kabisa, yaua sana. Wajaribu maana kikuwa mimi nasisitiza administration. Yes. Administration tena all over the Kenya. Ndio. Kwa sababu wana mambo ya ile ukabila, ubaguzi. Hata kwenye national team yetu kuna mambo hayo, wawache. Angalia talent ya mchezaji. Kabisa, hata kama mtu atoka Mwakirunge kule, ndani kule. Kama ni mzuri. Cameroon walikuwa na mchezaji mmoja paka watu wakasema huyu atoka hapa kwa kucheza midfielder. Akaamba kocha akasema mimi huyu ninamtoa ndani kule. Ndani. Hakuchezea klabu zote kubwa. Naona mambo kama yale. Yes. Sawa. Yeah. Namna hiyo. Kwa hivyo hilo tulihimiza sana liweko katika miongoni mwetu, wasimamizi wa timu, wachezaji. Chukueni watu kwa talenti zao, sio kwa kabila au jamaa. Kwa hivyo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu huenda tena tukafaulu. Na sisi Iko Wapi Zamani imekuja kuweka ile historia iwe live, watu wajue historia zao, na Mungu akipenda karibuni kitabu kitatoka cha historia zetu, na inshallah vijana wetu washikamane ili wapate kuendeleza mambo ya mpira, turudi katika zama zetu. Na mpaka hapo mimi sina zaidi isipokuwa kusema shukran sana kwa kuwa nasi. Mwenyezi Mungu awabariki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.